kutangulia na kuweza kuondoa kila giza katika anga zetu. Nataka tu kuendeleza hilo somo kwa ajili yako wewe ambao huweko katika ibada ya kwanza. Tusome katika kitabu cha Yohana sura ni ya 8 na mstari wa 12. Yohana sura ya 8 na mstari wa 12. Biblia inasema kwamba basi Yesu akawaambia tena akisema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu, yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Tutarudia tena. Basi Yesu akawaambia tena akasema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu, yeye anifuataye hata kwenda tena gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima wa milele. Twende Yohana hiyo sura ni ya kwanza na mstari wa 9. Yohana sura ya kwanza na mstari wa 9. Biblia inasema, kulikuwako nuru halisi amtuaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Kulikuwako nuru halisi amtiaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Yohana 8:12 ni Yesu anaongea na mkutano. Akawaambia kwamba mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Mimi ndiyo taa ya ulimwengu. Mimi ndiye napeana mwangaza katika ulimwengu. Mimi ndiye napeana mwelekeo katika ulimwengu. Mtu akifuatana nami basi hataenda katika giza tena, ataenda katika nuru yangu. Ataelekezwa nami na atatembea katika nuru yangu. Huyo Yohana sura ya kwanza mstari wa 9, Biblia inasema kulikuweko na nuru ambayo ilimtia watu nuru. This was the Apostle John talking about Jesus. Alikuwa akiongea kuhusu Yohana Mbatizaji ambaye alikuwa anahubiri, lakini akasema yeye sio nuru tena, lakini kuna mwenye naye kuja kutia nuru. Akawa anaashiria Yesu Kristo kuja kutia nuru, kuja kuweka maisha ya watu sawa, kuja kuweka kazi za watu sawa, kuzitia nuru kule kumekuwa na doa ya giza. Kanisa la Bwana, kabla Yesu hajakuja, nabii Isaya anatabiri katika Isaya 9:1-2. Anasema wale watu waliokuwa wakikaa kwa giza, ile nchi ambazo zilikuwa zinakuwa kwa giza, nuru imeonekana. Wale walikuwa wanakaa karibu na makaburini, nuru imeonekana. Kanisa la Bwana, Yesu Kristo ndiye nuru ya ulimwengu. Yesu Kristo ndiye nuru ya kanisa. Yesu Kristo ndiye nuru ya baba. Yesu Kristo ndiye nuru ya mama. Yesu Kristo ndiye nuru ya vijana. Yeye anatoa mwelekeo, yeye anatuangazia, yeye anatatangulia na tunafika. Anakuja kuondoa giza, anakuja kuondoa baria, anakuja kuondoa vizuizi. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ndiye nuru. Haleluya. Isaya akatabiri
Muda si muda Yesu akaja, akazaliwa na akaja. Biblia inaambia alipoanza kazi yake baada ya kukaa jangwani siku 40, katika kitabu cha Matthew chapter number 4 and verse number 23. Acha tupate mtu atusomee. Mathayo 23, Mathayo 4 mstari wa 23. Pate msomaji mmoja kutoka kwa kanisa. Yesu ni nuru kwetu. Somebody in the church to read for us. Naye alikuwa akizunguka katika Galilaya, akifundisha katika masinagogi yao. Yes. Na kuhubiri habari njema ya ufalme. Na kuponya ugonjwa ya udhaifu ya kila namna. Yes. Soma 24 pia. Na habari zake zikaenea katika Shamu yote. Yes. Wakamletea wote waliokuwa hawawezi. Walishikwa na maradhi mbalimbali na ndio. Wenye pepo na wenye kifafa na wenye kupooza. Amen. Akawaponya. Amen. He is just beginning his ministry. The people who live in darkness, a light has come. Sasa hapa hii mistari miwili Yesu anafanya kazi yake. Yesu anaandaa mikutano. Yesu anawaita warsha, akifundisha Injili, akiambia watu, tubuni muje kwangu, kuna nuru, kujumu muje kwangu, kuna uzima, kujumu muje kwangu, tukatembee pamoja kwa mijiji yote ya hiyo nchi. Tuseme ni kama Kenya, that he walks in Nyanza province, that he walks in Rift Valley, he comes here in the coast, preaching the gospel of Jesus Christ and healing the sick. Hallelujah. Watu waliokuwa kwa giza wameona nuru. Alipoingia vijijini, verse number 23, alikuwa akizunguka katika Galilaya yote, akifundisha katika masinagogi na kuhubiri injili ya njema ya ufalme na kuponya kila magonjwa na udhaifu. Tunakutana na giza moja hapa ambalo linaitwa ugonjwa. Watu wa Mungu, ugonjwa ni giza moja ambayo inalemezanga watu. It denies you your full potential. It curtails you from moving forward. Unashikwa na ugonjwa, hauwezi fanya kazi vizuri, hauwezi fanya vibarua vizuri, hauwezi kuhudumu vizuri. Lakini Yesu anakuja, anaondoa hiyo giza, analete nuru. Mchana wa leo, wacha nitangaze Bwana kwamba yuko hai. Wale watu ambao wanaugua, watu ambao wanateseka, neema iko ya uponyaji, neema iko ya kushindania watu wake. Alikuja kwamba tukapate uzima tele tele. Anaondoa giza, anaondoa magonjwa, analete nuru. Waliokuwa wanagonjeka wanapata nuru ya afya. Wacha nitangaze kwamba in case there is one of us, there is one of your colleagues, there is one of your relatives ambaye anapitia magonjwa, neema ya Bwana, uponyaji wa Bwana, rehema za Bwana zikaangukie na wapate kuponywa, wapate nuru ya afya. Amen. He reclaims the lives of his people. Ni nuru ya afya yetu, anatutembelea na kulete nuru. Na ukiangalia katika miaka 3 Yesu Kristo alifanya kazi. Hiyo ndio kazi alifanya. Aliponya wamama, aliponya wababa, aliponya watoto, aliponya wale walikuwa wamefungwa. Wacha akaponye, wacha akatangazie maisha na afya zetu, akili zetu. Wale ambao tumesongwa, iko msongo sana ya akili nowadays. The people of Kenya are committing all sorts of because wamesongwa, maisha yameusukuma. Lakini tunaona hapa mbele Yesu alikuja kwa ajili ya hiyo. Verse number 23 hapo.
zake zikaenea katika Shamu yote, wakamletea wote waliokuwa hawawezi. Tunakutana na giza la kutoweza. Kama hauwezi, mwili uko dhaifu. Kama hauwezi, akili pengine iko dhaifu. Wasungu wanasema you are ill, you are infirmed, but the Lord came for us to be healed. He came that we receive light in our health. This is my prayer for the church who are listening to me, for the men who are listening to me, that let's find the healing of the Lord, the light of the Lord, ikatuingie katika miili yetu, ikatuingie katika akili zetu, tukapate kupata urejesho, kapate afya, tuweze, asababishe tuweze. No wonder he says somewhere that let the weak say, I am strong. That he strengthens us, that he gives us strength, strength to work, strength to serve, strength to sing, strength to look after the family. This is our prayer. Because he's our light, because yeye ni nuru yetu. Wacha akatusaidie na tukaweze whatever we want to do, atuwezeshe, akatutie nuru, akasababishe tukashaina, akasababishe tukaangaze, akasababishe moto wetu ikawake katika jina la Yesu Kristo. Wale halikuwa hawawezi, walioshikwa na maradhi mbalimbali. Hallelujah. I talked about all the world disease. Let the Lord bring healing. Hakuna radhi lolote, hakuna disease yoyote ambayo inamshinda Bwana. Bwana yeye anaweza. Bwana yeye mamlaka yake ni makuu. Bwana yeye nguvu zake ni makuu. Anaweza yote. Hakuna jambo lolote lililo ngumu chini yake. Hakuna jambo lolote akipelekewa anashindwa. So every disease is under his feet. I pray that any disease ravaging our families, ravaging our community, ravaging our country, be under the feet of the Lord Jesus Christ. That he visits us and bring light and release wa Kenya and release watu wa saints, na tunakuwa salama. Yesu Kristo ni nuru yetu. Yesu Kristo ni nuru ya ulimwengu. Yesu Kristo ni nuru ya afya. Kwanza yeye ndio aliyekuumba na akapuliza pumzi ya uhai. Wacha akatupatie uhai. Alikuja kwamba tuwe na uzima teletele. Wacha tukapate teletele. Mradi tuko chini yake, mradi tukamkubali, mradi tukamwamini. Wacha aachilie uzima teletele katika jina la Yesu Kristo. That 23 continues, watu na mateso wenye pepo. Hallelujah. Iko majini. Nilitembea sehemu ya Funyula, kuna kitu inaitwa maembe. Do you know what maembe is? Hey, can you explain maembe? What is it? Majini. That's the terminology, sir. So, pepo is all over. Pepo inapatikana kila pahali. Pepo ni vitu unasukumiwa. Iko falme mbili. Iko falme ya Mungu na iko falme nyingine. Na hizo vitu zote ziko very strong, lakini ufalme wa Bwana unazidi zile zingine. Nakumbuka wakati mmoja mtumishi Sauli baada ya kukosa, Mungu akatoa ile pepo yake vizuri, akaika ile pepo baya ya kutatiza. So iko pepo hii inaitwa majini, kwa lugha nyingine inaitwa maembe. So inatesa watu sana. Na Biblia inaniambia kwa sababu huyu mzee alilete nuru, alishinda hiyo pepo ya majini, alishinda hiyo pepo ya uchawi, alishinda hiyo pepo ya kudunisha watu, ya kuongea watu vibaya, akalete nuru, akasema watu
watu wangu wasonge mbele. Akafungua, akawekea kinga na kila mapepo. Alilete nuru, anatuangazia, ametangaza nuru kwa walio wake. Chadogo, tukae ndani ya Yesu Kristo. Anaweza, anakemea mapepo, anavunja kila laana yote, anavunja kila kazi yote ya uganga. Akafungua hiyo giza ya mapepo, na hata leo tunamfunika na damu ya Yesu Kristo, damu ambayo inaongea mema, damu ambayo inashinda kila aina yote ya uovu, kila aina yote ya giza. Wanakuja kwake, anasema in the beginning there was the word and the was with God. Na yeye alitembea katika giza na giza haikujua. So akatembea katika giza ya mapepo, ataenenda katika falme zote, because yeye ni mkuu wa falme. So anatenda, yeye ni nuru ya ulimwengu, yeye ni muweza ya yote, yeye anaangazia watu wake, wale ambao wamewachagua, anawalinda na kina yote ya mapepo, anawalinda na kina yote any schemes of the devil, so that you are able kuendelea na safari yako, so that you are able kuendelea na huduma yako, so that you are able kungarisha ndoa na watoto wako. Wacha iwe hivyo kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Naendelea tu jamani sana na hiyo mstari. Anasema na wenye kifafa, the epileptic. Kifafa ni magonjwa ya kuanguka. Mtu unazaliwa tu mzima kabisa, unakuta mtu hata hakuzaliwa hivyo, and then suddenly tu unapata mtu anaanza kuanguka tu. Lakini hiyo yote chini ya damu ya Yesu Kristo, chini ya uweza ya Yesu Kristo, yote aliweza kuwaponya katika jina la Yesu Kristo. Wale waliokuwa wenye fungwa, wenye kupooza, Yesu akawaponya. Watu wa Mungu, kanisa la Bwana, Yesu ndiye nuru yetu. Amen. Yesu ndiye nuru yetu. Tuone Yohana 9 na mstari wa 5 anasemaje mtumishi Yohana. The book of John chapter number 9 and verse number 5. Yohana 9 na mstari wa 5. Eskaro umepata? Yohana 9 na mstari wa 5. Nasema nilipo ulimwenguni, ndio mimi ni nuru ya ulimwengu. Amen. Kristo anapotosha. Kristo anasema muda nilipo hapa ulimwenguni, mimi ni nuru ya ulimwengu. As long as the Lord Jesus Christ is on earth, he is the light of the world. Alikuwa akisema hivi baada ya kukutana na jamaa mmoja ambaye amezaliwa kipofu from birth. Alitoka kwa tumbo la mama yake akawa yeye ni kipofu. Watu wakamwendea Yesu wakamwambia, ni nani alifanya makosa? Is it the father who did the mistake? Is it the mother who did the mistake? Lakini Yesu akamwambia hapana, hii ilitendeka kwa ajili ya kazi ya Bwana ikapate kujulikana. Alafu anawaambia kwamba mimi ndiye nuru ya ulimwengu. Muda si mdogo akamfungua macho yule kipofu. Church of God, Jesus is the light of the world. Jesus is the illuminator of the world. Jesus anasababisha tunasaina. Jesus anasababisha tunaona. Anasababisha ndio zetu tunaona. Anasababisha maisha yetu wanaona. Anasababisha watoto wetu wanaona vizuri pale shuleni. Niposa na kuomba, simama na Yesu Kristo. Tetea Yesu Kristo. Pigania Yesu Kristo. Yeye ni nuru. Asimame kwa ajili yako. Asimame kwa ajili ya ndoa yako. Asimame kwa ajili ya watoto.
asimame kwa ajili ya kanisa, asimame kwa ajili ya nchi. Afungue macho nchi, afungue macho Rais Ruto, afungue na Gachagua na Raila Odinga, na waweze kupeleka Kenya mbele, na waweze kutembea katika nuru zake, watembee katika njia zake ambazo zinakubalika. Yesu ndiye nuru ya ulimwengu. Yesu ndiyo mwelekezi wa ulimwengu. Yesu ndiyo mtetezi wa ulimwengu. Wakati wa Israeli wanatoka Misri kule jangwani, kulikuwa na giza mingi sana pale. Kulikuwa na njia ni jangwa, hakuna maji, hakuna chakula. Kuna reptiles, kuna masimba kule ndani. Lakini Mungu akawa anaelekeza na ile nguzo, pillar of fire, watu wakiwa wanaenda wanaona kule wanaenda. Haleluya. Na wakitaka maji anawapatia, wakitaka chakula wanawapatia. Ndivyo ilivyo wewe ambayo unakaa chini ya Yesu Kristo, na ukimuuliza ukiwa kuna giza, analete mwangaza, ana supply, anakuwezesha na unasonga mbele. Wacha nikuombee ukosonge mbele katika maisha yako. Ikiwa ni mwezi wa Machi, whatever unatarajia, mchukue Yesu Kristo akusababishe kung'aa na ukasonge mbele katika maisha yako. Amen. Leo ananiambia katika Yohana wa kwanza, the book of 1 John chapter number 1 and verse number 5, that God is the light. Let me get that scripture proper. Wow. That God is the light, and there is no darkness in him. 1 John 1:5. That God is the light, and there is no darkness in him. Yeye ni nuru. Operation yake ni ya kinuru. Doing zake ni za kinuru. That there is no darkness in him. Kwa akifika ile darkness inaondoka. Akifika mapepo yanatoroka. Akifika milima inayeyuka. Akifika neema inatusaidia kuendelea mbele. Watu wa Mungu, let's kuambia Yesu Kristo, let's hold on this God that is a light unto us, that in him there is no darkness. Atatusaidia sana. Na sisi ambao ni watu wa Mungu, na sisi ambao tunatembea katika nuru, Yesu anaambia wanafunzi wake katika Matthew chapter number 5 and 14. Anatuambia sisi ndio nuru ya ulimwengu. That we are the light of the Lord. Mama ametuongoza hapa katika nyimbo moja. Akawa anasema that we focus on the Lord, so that maisha yetu yafuatane naye. That ukinitazama basi waone picture, the likeness of the Lord. That waone ile light ya Bwana Kristo. Hallelujah. So child of God, besides kwamba Kristo yeye ni light yetu, we have a part to play. We have a duty to play, because we are who? The likeness of God. Radiator, angazia, glow, the light of the Lord. Let our light shine. The time has come that our light shines. So as children of the Lord, as mchungaji Patrick anakuja, let's believe the Lord who is our light, that in every way we go, that every way we aspire to do, let him be the light. I submit to us that we surrender to this God who is a light. Let's walk with him. Let's walk in his ways. Let's operate in his activities. Na njia zetu zitang'aa. Njia zetu zitangaza. Njia zetu zitang'aa. Maisha yetu, huduma yetu itang'aa, kwa sababu kwake hakuna darkness. Wakati mchungaji anakuja, wacha tuimbe tu hii nyimbo tukisema, Bwana Yesu ameremeta, Bwana Yesu
anameremeta, Simba wa Yuda anameremeta, Simba wa Yuda anameremeta, kwa wa baba anameremeta, kwa wa baba anameremeta, kwa kila mama anameremeta, kwa kila mama anameremeta, kwa vijana anameremeta, kwa vijana anameremeta, ule kasini anameremeta, ule kasini anameremeta, biasharani anameremeta, Simba wa Yuda anameremeta. Bwana Yesu asifiwe. We are the lights of the world, and let that light so shine. Amen. Huo ndio umekuwa ujumbe wa leo tangia asubuhi, na nataka tu in the next 5 minutes tukaweze kumwomba Mungu, na kwa muda huu nataka tu ukaweze kutafakari. Je, maisha yako mtu anapokutizama anaweza kumwona Kristo? Unaweza kuwa wewe si mwinjilisti, wewe si mchungaji, wewe si nabii, lakini unapotembea pale nje, mahala unapoishi, je, watu wanamwona Yesu ndani yako? Mama, katika plot unapoishi, kwa sababu neno la leo linasema we are the light. Mtu anaweza kukugonga na umwambie please I am sorry. Amen. Tuliambiwa kwamba kuna mama amefunga kamba kwa plot, alafu apate jirani amekuja ameanika nguo kwa kamba yake. Kuna mwingine akipata anatoa zote na ondoa. Hii ni yangu. Amen. Hii ni kama yangu. Nani amekupa ruhusa? Kama ni mwingine unapata unachukua nguo zako polepole, kama hakuna nafasi umesafisha, weka kando tu. Zile zake zikikauka anatoa, weke zako, because you are the light of the world. Amen. Wadugu walio hapa, wadada tulio hapa, in our outside life, tukiwa kule nje, hata nakumbuka siku moja Yesu anauliza wanafunzi wake, je, watu wanasema mimi nani? Si nyinyi, si nyinyi. Watu kule nje wenye hawanijui wanasema mimi. Na unajua watu watasema wewe ni nani kulingana na vile unavyoishi, kulingana na vile unavyotembea, kulingana na watoto wetu wanavyoishi, kulingana na vile watoto wetu wanavyofanya nini, tembea. Amen. Unajua kuna mahali unaweza enda, ni wapi tulienda na Pastor Nyakaronyana, ukiingia kwa nyumba hivi, pastor akitoka nje, mtoto amechukua kiatu chake amefunga kamba anaendesha gari. Bwana Yesu asifiwe. Mtoto anaona gari imekuja kwetu, amechukua kiatu ya mchungaji Nyakaronyana ameweka kamba. No. Sasa kabili tunangoja mtoto arudi. Bwana Yesu asifiwe. Are we the light of the world? Can somebody give a testimony? Ndio sababu unapata inasema mhubiri, na hata usimhubiri. Pengine baada ya watu ukipewa waambie simama leo hubiri, utaanza kuangalia nitahubiri ni gani. But watu wanasema tu pastor, mhubiri, because the man of God has said we need to be the light of the world. So let our light shine. Na hiyo haifanyiki kwa kutangazia watu kama umeokoka. Ndio sababu hata Biblia inasema kwamba in the last days
the mountain of the Lord will be lifted high. Wewe uliye hapa, you are the mountain of the Lord. People will see your life. Watu wataangalia vile unavyoongea, vile unavyotembea huko nje, vile unavyovaa huko nje, vile unavyotenda huko nje, na waseme nataka kwenda mahali penye unaabudu. So tukiwa hapa, kwa sababu safari hii ni ndefu na iko na mabonde na milima. Unaweza kuwa umeokoka sawa kabisa, lakini kwa sababu safari ni ndefu, ukajikuta tu umekafulika, umeingia kwa mambo ambayo sasa unapotembea hata watu haoni Mungu ndani yako. Watu wanapokuangalia wanasema, "Ai, hapana, hapa hakuna Yesu." Pengine kwa sababu ya muda safari kuwa ndefu, kwa sababu ya changamoto za maisha unazozipitia. Yaani imefika wakati mpaka Mungu ametoka ndani yako. Hakuna ladha ya wokovu ndani yako. And every time mimi huwa naambia watu kwamba kila mtu yuko na majaribio yake. Amen. Majaribio yako si yangu. Kila mtu anajaribiwa kulingana na alikotoka. Kuna mmoja yeye majaribio yake ni kugonjeka tu. Yeye anagonjekanga tu. Pesa iko nayo, chakula iko vizuri. Kuna mwingine majaribio yake ni kukosa amani tu kwa nyumba. Hana amani, hiyo nyumba pesa iko, wanakula vizuri, wanalala vizuri, lakini hakuna amani. Kila siku ni kusukumana. Kama ni bibi na bwana, kesho bibi ameenda kwao, amerudi, kesho kutwa. Yaani hayo ni majaribio. Kuna mwingine majaribio yake hakuna pesa. Yaani ile pesa ikiingia kwa mkono wake ni kama sumu. Na haya yote huwa yanafanya saa zingine uungu unatoka ndani. Asubuhi ya leo ni nini kimefanya Mungu haonekani ndani yako? Kwa sababu mtumishi wa Mungu amekufundisha akasema kwamba sisi ndio nuru. Wacha watu wakatuone na wakamuone Yesu ndani yetu. Unapotembea watu wakaone Mungu ndani yako. Unapoongea watu wakaone Mungu ndani yako. Je, unaongea kama watu wa dunia? Unajua watu wa dunia hawajali wanaongea nini watu. Hawajali. Bwana Yesu asifiwe. Hata kuvaa hajali. So there must be a difference so that God can be seen in us. As we stand to pray this morning, nataka tu kachukue muda kutafakari juu ya maisha yako. Kutafakari juu ya mambo ambayo umevutana nayo. Kutafakari kuhusu mambo makubwa ambayo umekutana nayo na yamefanya uungu umetoka ndani yako. Yesu akasema, "Nyinyi ndiye nuru." Tunapokuwa nuru, tunampresent watu wanapotuona, vile wimbo umesema, wakamuone Yesu ndani yetu. Kwa sababu Yesu hatashuka watu wamuone, but they see Jesus in us, in our doings, ndani ya upendo wetu. Vile umefanya juzi kwa ajili ya mama yetu Chemwei. Hapo Chemwei hajakuona wewe, ama Chemwei hajakuona, anaona Yesu. Akiwaona hivi, anaona Yesu. Can people see Jesus in you? Naomba tukasimame kwa miguu yetu. Unajua wakati mwingine we can just speak for 10 minutes and we take 1 hour to pray. We can speak for 3 minutes and we pray for 2 hours. Because kitu kubwa tunachotaka hapa mahali ni kwamba tukaweze kuzama ndani ya Yesu, ili Mungu akatupe yale ameahidi. Na hiyo tunapata tu kama tumezama, ili watu wanapotembea wanasema hakika wale ni watumishi wa Mungu. Na hiyo inafanyika tu ikiwa tutakuwa tunazama kwa maombi. Kwa hiyo nataka tu nikaache nafasi nzuri. I want us to worship
huo, na tunapoimba wimbo huo, ninaomba uimbe kama umefungua moyo wako, ukamwambia Bwana, sitaki watu wanione, lakini nataka wakakuone ndani yangu, kwa sababu mimi ninamwakilisha Kristo. Naomba tukafungue moyo wako, naomba tukajiachilie mbele za Bwana, ukamwambia Bwana, ninapotembea Baba, watu wasinione, lakini wakuone.
Wewe ni msaidizi wako, wewe ni jemedari wa vita.
Nataka tukaweze kuomba kama kanisa. Neno la Mungu linasema, neno la Bwana halikutoka mbinguni likashuka hapa chini bila kuwa na kusudi na bila kutenda kazi. I want us to pray as a church, kwa sababu neno la Mungu leo limetuambia lazima tuwe nuru ya dunia. Unaweza kuwa uko hapa na kwa njia moja au nyingine umegafulika ukarudi nyuma. Unaweza kuwa uko hapa na kwa sababu ya changamoto unapitia ukajikuta tu Mungu haonekani ndani yako. Kama kanisa mzima, I want us to pray. I want us to confess before God. I want us to tell God, thank you for seeing us. Thank you, Lord, for seeing us. I want us to pray that God may cleanse us, that God may wash us, so that as we come out of this door, when people see us, they can see Jesus. Thank you, Lord. Inua tu mikono yako mbele za Bwana. Ukaambie Bwana, ninatubu kwa ajili ya maisha yako. Bwana, ninatubu kwa ajili ya mwenendo wangu. Baba, umesema ninafaa nikaweze kuwa taa ya ulimwengu. Baba, ukasema taa haiwezi kuwashwa na iwekwe chini ya meza. Inapoashwa inawekwa juu ili kila mtu akaona. Baba, naomba kwamba kama kanisa tunatubu mbele zako, katika maongeo, katika mienendo, katika fikra, oh my God and my Lord. Kama Daudi tunanyenyekea miguuni pako Baba, tukijiweka kwa meza yako ya upasuaji. Baba, tizama maisha yetu. Kama kuna jambo lote ambalo linafanya hauonekani ndani yetu, Baba, ukaweze kuliondoa, ili tunapotembea tangia sasa, Baba, watu wakakuone ndani yetu, watu wakauone ukuu wako, vile walivyomwambia Petero ya kwamba kuongea kwako na kutembea kwako kunafanana na yeye. Hata tunapotoka hapa, Mungu wa Elia, maongeo yetu, matendo yetu wakaseme yanafanana na yako. Tunakuheshimu, tunakuabudu Baba. Tusafishe, ukatutakase, ukatuumbe upya asubuhi ya leo, ukaumbe moyo mpya ndani ya mtu, ukaumbe roho mpya, my God and my Lord, ukajaze upendo ndani yetu. Simba wa kabila la Yuda, tunainua kanisa hili tunapolijenga juu ya upendo, mfalme wa amani. Acha kila mmoja akamwone mwenzake kuwa bora kumuliko. Father, we honor you. Father, we glorify you. Sante mfalme wa amani, jina lako
lako lipewe sifa na utukufu. Asante rehema zako. Thank you Holy Spirit of God. Thank you Jesus. Thank you Lord for Shabbat. Kuna jambo linatendeka ndani ya maisha ya mtu mchana huu leo. Usifanye moyo wako kuwa mgumu. Jiachilie tu mbele za Bwana, ili Bwana akatenda analotaka kutenda ndani ya maisha yako. The power of God is touching somebody somewhere in this communication. Jiachilie tu mbele za Bwana. Acha tu Bwana akaweze kukuchunga. Thank you Holy Spirit of God. Thank you for your precious ministers. Thank you for showering us with your grace, Lord. We are nothing without you, Jesus. Nakupenda Yesu, nakupenda Yesu, nakupenda Baba, nakupenda Mwenyezi wangu, nakupenda. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Tumpatie tu Yesu sadaka nzuri ya makofi. We can have our sins. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Namshukuru Bwana.